the Republic of Kenya, Dr. William Ruto, na all the political leaders that we have and all protocol observed, watu wa Karurumo, watu wa Kavai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nipungie mkono namna hii. Asante. Wapi nduru ya Ruto? Abo mwakenu andoya. Mwakenu angandira mwerire. Nego gogoa. Teguo mudanya teguoyo. Tokie Kavaireu. Asanteni sana. So thank you, Your Excellency. Ningependa niseme maneno machache alafu nikukaribishe ndio uendelee na mpango mwingine. Ningependa kwanza kushukuru Your Excellency kwa kukubali mwaliko wetu ndio uweze kuja hapa kufungua Runyenjes Technical Training College, na tumefurahia sana kwamba umekuja hapa. Hii ni kijiji kidogo inaitwa Kavai. Na kijiji kama hii kupata naibu wa rais kukuja hapa ni baraka kuu. Ama namna gani? Ama namna gani? So tunashukuru kwa sababu umeweza kufika hapa na kufungua college hii, kwa sababu sasa hii shule itapata sura ya kitaifa na wanafunzi wengi watakuja hapa ndio waweze kusoma na kupata skills za kuendelea na maisha. Your Excellency, ningependa tu niseme maneno mawili. Kwanza, hii shule tuko na tatizo. Ukiangalia hivi, ukiangalia ngambo ile, hapa ni mahali kuna ukame sana. Maji hapa ni balaa. Iko shida ya maji hapa. Na shule hii haina maji. Shule imeisha lakini haina maji. Na tungeomba utusaidie tupate maji ya borehole ikiwezekana, ndio iwe maji reliable, maji itatumika na wanafunzi itatumika, na pia kusambazwa kwa wale ambao wanaishi karibu na area hii. Ama namna gani? Jambo la pili, shule kama hii, Your Excellency, ikishafunguliwa hivi, najua tutapata wanafunzi wengi. Ombi ni serikali ya Jubilee itujengee hostels, sio dormitories, hostels hapa shule hii. Ndio wanafunzi wakikuja hapa wanapata mahali pa kulala. Ama namna gani? Kwa sababu ukiangalia Karurumo ni mbali kidogo. Kwa hivyo tukipata hostel hapa kwa usaidizi wako Your Excellency, tutashukuru, tutafurahia. Jambo la mwisho, ningependa pia kushukuru the immediate my predecessor Mheshimiwa Mbarire, kwa sababu ni wakati wake ambapo shule hii ilianza. Serikali ikapatiana milioni 90 na CDF ikapatiana milioni 10. Na pia nishukuru kanisa la Jeshi la Wokovu, Salvation Army. Nataka kuwavulia kofia. Sisi sina kofia. Sina kofia, mimi niko na kilemba, sina kofia. Lakini nimewapigia salute kwa sababu nyinyi mlijitolea kwa shamba. Mkatoa ekari 8 mkapatia shule hii ndio iweze kujengwa mahali hapa. Kumaanisha kweli nyinyi ni watu wa Mungu na mnapenda maendeleo. Tunasema Mungu awabariki. Tunajua mko na ombi, umerequest kwamba mjumuishwe katika uongozi wa shule hii, na hiyo ni mambo najua His Excellency the Deputy President atazungumzia na atatusaidia, kwa sababu sisi wote tunataka tusonge pamoja. Ama namna gani? Tuivamu ngwe. Ni murambe gua. Leo na niwega tuire His Excellency the Deputy President. Ate na ba umbere tuivamwe. Kana atia? Angwa mwinake. Kande mutisi uguendaga. Ni muramenya ne turamubira ikulu 2022. Kana kwena mubango wenge mwana gwo uko. Ya? Koyo no mukaronga manake. Ni mukamo bakura. Kabinda gakinya. Mundu raka nginya Kavai. Uko nani amboka kana Mheshimiwa Mbarire na aria enge. No iwo muthe ni gwao kwa ni munene kuungira. Koyo no mukamuthura. Agatatu tegirie. Mumwetaga hasla. Sasa Mheshimiwa Deputy President, Your Excellency, hawa ni hasla wenzako. Kuja uwazungumzie na Yes, kabla ya naibu wa rais atuzungumzie, tuko na PS Professor
Kevit Desai atuzungumzie kwa maneno machache alafu tuendelee. Karibu Bwana PS. Your Excellency, Deputy President Ruto, the Honourable Member of Parliament, distinguished ladies and gentlemen, indeed today we're very delighted to be here to celebrate the launch of Rienges Technical Training Institute. Your Excellency, this institution has been equipped with several disciplines, electrical technology as well as industrial electronics and civil construction, with a view of expanding it into agricultural value addition. This area has tremendous potential with respect to agriculture, in particular food processing, and it's for this reason why we have invested in equipment which is part and parcel of value addition, processing technology for industrial electronics. Now the young women and men from this area will benefit by being able to be trained at competency-based education training level, which ensures that the training that is achieved here is to standards within industry. This will enhance productivity, innovation and efficiency and create the possibility for industrialization to take place within this locality, and indeed it will contribute to self-employment and gainful employment. The potential of this institution consists of 1,500 students. We have an enrollment of 130 students, and we very much appreciate your support. This community college promotes not only skills development, but it also enrolls students of the age of 45 years old who are training on electrical skills. This institution will also promote enterprise creation, incubation, technology transfer, and the ability for us to create new enterprises. Your Excellency, I'd like to invite you here to address the people of Rienges. Okay, thank you very much Bwana PS. Na sasa tuchukue nafasi hii tumkaribishe Mheshimiwa Mbarire. Aseme maneno machache. Akimaliza tuendelee. Asante sana. Thank you. Mheshimiwa Deputy President, Honorable Dr. William Ruto, viongozi wote wale wamekuja siku hii ya muhimu, na ndoa karumo mwega renge kangedia isi ya rerare. Bwana asifiwe. Leo ni leo, msema kesho ni nini? Ni mwakena Dunenda geni Emwandega ya Deputy President Nanda kamuge mbuya President. Thank you. Your Excellency, I want to give very special thanks to you. Leo nataka kukushukuru wewe personally, kwa sababu nilipokuwa MP wa Rienges na mkatuambia kila MP aanzishe TTI, I was among Rienges constituency ilikuwa moja ya the first 48 constituencies Kenya mzima kupata hii TTI. Na ulikutana na sisi kwa ofisi yako Karen na kazi ikaanza na umeiona leo. We finished this work 2017, tulikuwa tumemaliza hii kazi tukaweka equipment, lakini haikuwa imeanza. So allow me in a special way to thank Mheshimiwa Eric Musangi Karemba. Siongei hivyo kwa sababu tuko mbele ya watu. Mundu era wathewe ewa ndiria ndwe kugumbe tekeria ite Mheshimiwa Karemba ewa ria kio mumbe. Many times, Your Excellency, MP akiondoka mwingine aingie, sana most MPs wanakataa kuendeleza kazi ile ilikuwa imeanzishwa na yule alikuwa mbeleni. But this guy, this young brother of mine, hakuna project ambayo niliacha ambaye aja make sure inaendelea. How special thanks to you, Mheshimiwa Karemba. Number 2, nikitoka
hii constituency hii barabara kukua. Na ni unaona na Maramu na Nembega. So the only thing nataka kuuliza Mheshimiwa Deputy President ni kwamba watoto wengi ambao wanasomea hapa because there are no hostels wana walk hiyo barabara, umeona, ndio waweze kufika market mahali wanapata mahali ya kulala. So what I would like to request, because Mheshimiwa Kemaro MCA wa huku ameweza kuweka street lights kidogo zimeingia, tafadhali tumalizie hizo street lights ndio watoto wakitoka hata usiku wafike huko bila uoga. And finally, this institution ili benefit na maji hiyo umesikia ya irrigation. Na unasikia Mheshimiwa Karemba akisema haitoshi, so I support mambo ya borehole. But ningetaka kukuuliza hiyo damu ya Doshi ambayo muli-advertise 3 weeks ago because contract ilipatianwa, mkasema sasa mnakuja kufanya compensation ya wale ambao wataondolewa kule Rangi, tafadhali make sure it happens, kwa sababu siku ile hii area itapata maji, unaona hii ukame itakuwa imeisha. God bless you, Your Excellency. Tunakupenda na turamwira kindete njamba. Kindete njamba. Kwe mundu ena mbara na keguko. Turauga 2022 no. Turauga 2022 no. Kamone na mjala mone. Finally, I want to thank Jeremiah Nyaga Technical Institute ambayo ilikuwa Geometa Institute ya hii TTI tulipoanza, walitushikilia mkono mpaka mwisho. Thank you Mheshimiwa Norman Nyaga, and thank you Principal for the great work you have done here. Secondly, I want to thank Salvation Army vile Mheshimiwa Karemba amesema. Nilizunguka Runyenje mzima nikitafuta shamba. They are the only people, Your Excellency, walikubali kunipatia 8 acres. So I want to thank them and plead with you from the bottom of my heart, wawekwe kwa board ya hii TTI, wajue you appreciate the great work they did. Mwana ni hapo lazima ndio wakuwa baine mwenda na ngauka karinda teka die uko. Asante sana. Asante, tualike na yeye Mheshimiwa Lenny Kibuti aseme jambo moja tu, alafu amualike Senator Jeru Ndwiga, alafu Jeru Ndwiga atamkaribisha naibu wa rais. Mpigieni makofi. Haya. Andu akwa akaruruma mwaro renge kangetheria rera getheke. Your Excellency, the Deputy President, you are not new here. Umekuja hapa mara 15. Tukaenda Kanywambora hapa, tukaenda kule juu Keni, tukaenda Chicago, tukaenda Embu. Wewe umefanya Embu proud. Kutoka hii miaka, mnakumbuka? Sasa kwa sababu hatuna muda, ningesema tu mambo mawili. When we were talking with you, tukaweka damu 4 Embu. Nilitoa ndege, tukaenda tukafanya design, preliminary design. Mahali tulienda Kamomo ni pale. Mahali tulienda Doshi ni hapa juu. Mahali tulienda Dhambana ni pande ya pale juu nini Eliari. Na mahali tulienda kwa Mheshimiwa Nyaga Rupingazi. Hiyo maji, hii dunia yote, hii dunia mbele na Embu, tuko Embu lakini unaona ukame. Hapa na Kanywambora tunalima maembe. Tuko na miembe zaidi ya 200,000 trees hapa. Na tena tuko na avocado ile inaitwa hash. Mheshimiwa Rais, naibu wa Rais,
Tumesikia mambo ya kupeleka maembe na avocado China. Naomba nimukwenda tupeleke maembe na avocado China. Mheshimiwa Naibu wa Rais ametuambia, hata tulikuwa mahali pengine pale market evo kithaka giki kivandwe makondovia na maembe huku othe nirona na market iko mwisho. Turetia manji na turetia market ya maembe we kindu kingi tukuria gwikyo mbia imo anake ao marathomera guku tuonwa maundu mengi atiava anake aya nio tukwenda maandikwe anake twauga anake anaeritu meta wa youth wanalika sio wanalika. Sasa hata ningetaka asikie hiyo ako kwa simu. Hebu tusalimiwe na senator kwanza. Senator wangu ndio mkubwa kwa sababu nilitoka Senate. Senator, salimia watu. Ati ando wetu mwaro ringi asante. Ebu umundi kutwenda gikeno. Kwanza kwa niaba ya Embu County, Your Excellency, I would like to thank you most sincerely kwa sababu kutoka asubuhi tumeanzia huko Mbere South tukakuja Mbere North na mambo yote mipango ya maendeleo, na leo tuko hapa kuangalia mambo maridadi sana hivi. Kana vorondora mukenia ne mukenagia kumrauga na kiboneki. Haya, asante sana Your Excellency. Sisi hapa leo tuna furaha kuu. Ile mambo mheshimiwa amesema, sitaki kurudia maneno kwa sababu najua ratiba yako leo iko very tight. Kutoka hapa tunaenda kuna zingine. Kwa hivyo mimi ningependa niseme hiyo mambo imesemwa na viongozi hao wengine. Uguma wa kileto huko turenda manje na maundu mwa ukulima na ndeto kileto huko turenda kaingo tinda bongesho ngenierera. Hapana, turenda kuibua His Excellency Deputy President agitwarire kati huo. Sio tulao huko tuwake diora la shiingi. Lakini kabla sijamwalika His Excellency, ningependa niseme hapa tuko na viongozi wengine wawasalimie tu kati huo. Ngitambe weno rambera tongoria gukani yakwira. We. Haya, sasa kundu huko tuko na viongozi wengine wapio koru. Very good. Nimuwakena leo. That's good. Sasa hapa Your Excellency tuko na speaker. Speaker tafadhali. Mwisho speaker wa Assembly ya Embu. Thank you. Wacha tuseme wajulishe wale MCs tuko na hapa. Tuko na mheshimiwa hapa, Mheshimiwa Kimaro. Tuko na ongeza ni huko gandi. Teganya tu. Hello. Aba karuga mwekuo. Omonde leo gandi atia. Leo ni leo, si ndio? Serikali kwa hapa tukiomba na speaker ningekuomba tu dakika moja uniruhusu niseme kitu kimoja tafadhali. Your Excellency Deputy President, sisi tumeshukuru sana. Leo tumeshukuru sana. Na yote yamesemwa. Ningependa kushukuru viongozi wote kutoka MP wangu Kalemba, na ningetaka kuwakumbusha tu lami ya Kieni Karurumo ikimalishika, tafadhali an extension utuwekee lami kutoka Karurumo tufike hapa, ndio wale marafiki wetu wanakuja kusomea hapa waweze kufika
kukupika bila shida. Hiyo ingine tafadhali ningeomba tu wale viongozi kwamba na kwa heshima kubwa kwa Deputy President, tafadhali tuwekee lami Karurumo Market, Karanjule Market, na ikiwezekana lami nyingine tu itoke Katagere ifike Kanyombora. Tafadhali tu kwa heshima. Mwisho nikataka kuambia ile mkataba tuliongea wakati tulikuwa Karurumo. Sisi tunaamini tulikubaliana wewe Rais Kenyatta akimaliza miaka 10, sisi watu wa Karurumo tupandiriki, tuko na yako 10 na hapo hatutoki, si ndio? Asante. Huyo Excellency tumemkubalisha azungumze kwa sababu ndiye wa hapa. Tuko na Mheshimiwa Dan Boy wa kule Vrori. Tuko na Mheshimiwa Cecily Njiro. Tuko na Mheshimiwa Tere Mbuchi, huyo anajulikana hapa. Tuko na Mheshimiwa Kolo, yule ambaye ni mkono. Nani mwingine? Basi. Tuko na Mheshimiwa kutoka Othaya, amekuja kututembelea. Na Excellency pia tuko na Deputy Governor. Sisi hatuna mambo mengi, leo tunakuja na DP kuleta maendeleo Embu. Kazi ya speaker ni kuuliza swali. Nyinyi mnataka yule mtu President Kenyatta alituambia ni Mogoroki ama mnataka William Ruto? Mnataka yule mtu mwingine ama mnataka William Ruto? Asanteni sana. Haya, asanteni sana. Watu wa Karurumo hamjambo. Moriaro. Mwadhani Agosho. Hebu nione salamu za Mungu wa mjambo. Basi. Kwanza mimi nimesimama hapa kuungana na viongozi na wananchi wa hapa Karurumo, watu wa Runyenjes, ili tuweze kufungua rasmi chuo hii ya Technical Training College ya Runyenjes kwa manufaa ya vijana na wananchi wa Runyenjes na Embu County. Niseme pongezi. Pongezi kwa wale walioanzisha Salvation Army, waliotupatia ardhi. Nataka niseme on behalf of the government of Kenya, we are very sincerely grateful to the Salvation Army for the land you contributed so that we can build this great institution. Mchukue kutoka kwetu watu wa Salvation Army shukrani nyingi kwa ile msaada mmetoa kwa manufaa ya watu na hasa vijana wa hapa Runyenjes. Nimshukuru mjumbe wenu wa thamani Mama Cecily Mbarire kwa kuanzisha mradi huu. Leo tumefika hapa tukiwa tumealikwa na Mheshimiwa Mushangi ili tuweze kufungua na tuhakikisha kwamba kuanzia leo kwenda mbele vijana wengi wa Runyenjes na Embu na Kenya watapata nafasi ya kusoma ufundi na teknolojia hapa Runyenjes Technical Training College. Tunaelewana? Na mimi nimekuja hapa mjue watu wa Embu umuhimu wa college hii. Mimi nimeambiwa ya kwamba tuko na wanafunzi 130. Sawa? Kuna college nilienda kufungua 1 month ago kule Narok. Day 1 kulikuwa na wanafunzi 550. Hapa mko na kidogo maneno, lazima tunyoroshe, kwa sababu hii jengo na equipment iko hapa ni ya $150,000 tukienda mbele, na hiyo investment yote tumeweka kwa manufaa ya vijana wa Runyenjes. Tunaelewana? Mbali na kujenga jengo hili, mbali na kuweka equipment, tuko na waalimu tumeajiri 12. Mbali na hiyo equipment tumeweka hapa na waalimu na mjengo huu, pia tumepanga kila mwanafunzi ambaye atakuja kusoma hapa
tutampatia basari ya 30,000 kila kijana. Pia mnaweza kupata nafasi ya kuomba pesa ya loan ya serikali ya masomo shilingi 40,000 kila kijana. Sasa mimi nataka, niko na maswali. Mko tayari kujibu? Niko na maswali kwa watu wa Runyenjes. Tunaelewana? Na katika Kenya, kabla sijawauliza maswali, tuko na Vision 2030. Tuko na manifesto ya Jubilee. Tuko na program ya rais ya Big Four. Na hiyo taratibu yote iko na nafasi ya kazi mamilioni kwa vijana. Kazi ya value addition, agro processing, manufacturing. Kazi ya housing, plumbers, electricians, technicians, wale wote ambao wanahitajika. Swali kwenu mimi ninauliza. Kwa miaka 20-30 ijayo, tutahitaji vijana wengi wenye ujuzi wa ufundi na teknolojia, na ndio sababu yetu kujenga college hii, na ndio sababu yetu kuweka walimu, na ndio sababu yetu kuweka equipment, na ndio sababu ya kuwa na basari. Vijana wa Runyenjes, mimi nauliza, wako wapi? Tunaelewana? Kwa hivyo mimi nataka nisikie, in 1 year we must have 1,000 students here, kwa sababu tunahitaji vijana wengi, na hatutaki pale tutakapohitaji masons, electricians, plumbers, watu wa value addition and agro processing, wauguzi wa mambo ya universal health coverage, ati kupatikane katika Kenya mzima ikosekane wanafunzi na watoto wa Runyenjes. Sio itakuwa makosa? Ni makosa, si makosa? Katika hiyo jeshi kubwa tunajenga ya vijana wa Kenya wenye ujuzi wa ufundi na teknolojia, tunataka vijana wa Runyenjes wengi wawe kule katikati. Tuko tayari? Mko tayari? Kwa hivyo in 1 year time nirudi hapa, niangalie ile mambo itakuwa imeendelea hapa. Na mimi nataka niwaambie hivi, county government iko tayari kuweka pesa ya basari. Mheshimiwa Karemba ako tayari kuongezea pesa ya basari, kwa sababu tunajua umuhimu wa kusomesha watoto wetu and proper training and equipping our young people with relevant technical skills and competencies so that they can meaningfully contribute to the development of our nation. Tunaelewana jameni? Na ndio sababu tumefika hapa, na ni ya muhimu. Ile mmesema hapa ya kwamba hakuna maji, nimekubali, tutawajengea borehole hapa mkono na maji. Na nitafanya PS, nimeshamwambia tutakubaliana na PS vile hiyo kazi itafanyika. Tunaelewana? Vile Bwana Kimaro MCA wa hapa amesema hiyo mambo ya barabara hii, nataka nimwambie Bwana Karemba utaambatana na mimi ndio tufanye mpango barabara kutoka hapa mpaka kule Karurumo. Tukimaliza hiyo tunajenga kutoka Kieni kuja Karurumo, tuongeze hii ifike hapa, tuweke lami ni watoto wa hapa waweze kusoma kwa taratibu ya sawasawa. Tuko pamoja? Mimi nataka niulize pia investors, wafanyabiashara, wananchi wa hapa Runyenjes, mujenge hostels. Hawa wanafunzi hatutaki wazame, hatutaki wakose mahali ya kuishi. Saa zile mnangoja tujenge hostels hapa ya serikali, hakuna kitu inazuia wa investors wadogo wa hapa wajenge hostels hapa. Kwani nyinyi mnahitaji biashara? Mnahitaji biashara? So wafanyabiashara wa Embu, wafanyabiashara wa Runyenjes, there is an opportunity here to do business. Kujeni mjenge hostels hapa, ndio wanafunzi wa hapa waweze kupata mahali pa kuishi, na nyinyi pia muwe na senti katika mfuko yenu. Labda mniambie mko na pesa ya kutosha. Mko na pesa ya kutosha nyinyi? Tufanye biashara pamoja. Ama ni aje? Tuko pamoja? Ile kazi nyingine yote, mimi nimefika hapa Embu leo
Tumeanza barabara ile ya kutoka Kiritiri kuja mpaka kule Siakago, hiyo itajengwa. Tumesema mambo ya stima, tumeongeza 800 million ya kuunganisha stima ya watu wa Embu County. Mambo ya maji tumewasikiza kwa makini. Tuko na damu kubwa hapa ya Dhoche, tumefanya mpango, imefika mahali, tunangojea mambo machache tukamilishe, ndio hiyo damu iweze kusupply maji, na sehemu hii yote shamba ekari 30,000 inaweza kushughulikiwa na hiyo damu. Tunaelewana jameni? Na mnajua katika manifesto ya Jubilee tuliweka ya kwamba tutajenga dams 57, na kati ya hizo 57 Dhoche Dam is one of them. Tunaelewana? Tuko pamoja? Kwa hivyo mimi nimefurahi kufika hapa. Pongezi wanafunzi wa hapa, pongezi wananchi wa sehemu hii. Tuko pamoja, tuihamwe mpaka hii dunia iweze kubadilika. Tunaelewana? Tuko pamoja? Tumeshirikiana? Hiyo tutakuja kuongea, hiyo maneno lazima itembee vizuri. Sawa sawa. Mimi ninataka niwahakikishie ni serikali ya Jubilee ikiongozwa na Uhuru Kenyatta iko imara, na tunasimama kuhakikisha ya kwamba umoja na maendeleo ya Kenya inasonga mbele. Hatutaki story, hatutaki kitendawili, mgawanyiko hatuna nafasi nayo, kuzungukana na kisirani we don't want, kwa sababu tunataka kupeleka Kenya mbele. Tunaelewana? Tuko pamoja? Na hivyo asanteni sana, na watakia baraka ya Mungu, na tutarudi hapa tena. Hiyo mambo ya borehole hapa in the next 1 month